Halmashauri yetu ya Manispaa Temeke katika ukaguzi huu imepata hati safi. Tafsiri yake ni kwamba tunafanya mambo vizuri. Hatuko 100%, lakini kwa asilimia kubwa mambo yote yanakwenda kwa mujibu wa taratibu na sheria. Na hili niwapongeze sana wataalamu wetu, mkurugenzi wetu, wakuu wa idara na watumishi wote wa halmashauri. Lakini kwa upekee sana niwapongeze sana waheshimiwa madiwani, kuanzia naibu meya na madiwani wote ambao kwa ujumla tunasimamia halmashauri yetu ya Manispaa Temeke katika kusimamia sheria zetu tulizojiwekea. Ndio maana tumepata hati safi kama taasisi ya serikali. Ile tuelekeza ni matumizi mazuri ya fedha ya umma. Jukumu namba moja la halmashauri, ndugu zangu wanahabari, ni kusanya fedha. Baada ya kukusanya fedha ni kupangilia matumizi mazuri ya fedha tuliyoikusanya. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia kama baraza, lakini kama mlivyoona hatuwezi kupata hati safi kama matumizi ya fedha tunayokusanya sio mazuri. Kitendo cha kupata hati safi tafsiri yake ni kwamba fedha tunayokusanya kutoka katika sehemu mbalimbali za halmashauri yetu tunazitumia vizuri na kwa mujibu wa sheria. Na hii ni pongezi kwa waheshimiwa madiwani, mkurugenzi na wataalamu wetu wote. Niungane na madiwani kuipongeza halmashauri yako kwa kupata hati safi au hati inayoridhisha. Hii inaonyesha kwamba wataalamu wako wa halmashauri yako waliandaa hesabu kwa kuzingatia vile viwango vya kimataifa vya uandaji wa hesabu, yani IPSAS accrual, na ndio maana mkaweza kupata hati inayoridhisha. Lakini nitoe angalizo kwamba hati inayoridhisha ni upande mmoja kwa upande wa hesabu, lakini kama mstahiki meya ulivyosema kwamba hoja zilikuwa 141, ni hoja nyingi. Hii inaonyesha kwamba bado kuna kwenye mifumo hakujakaa vizuri, kuna haja ya kufanyia kazi. Na ukiangalia kwa hoja ambazo zilizobaki mpaka sasa hivi, tunahitaji kwenda kukaa, wataalamu wakae wakazifanyia kazi ili hoja ziweze zikaisha kabisa. Na nimesema wakuu wa idara pia kuendelea kuwa ubunifu zaidi katika kuibua vyanzo zaidi vya mapato. Leo nimekuwa nikiwaambia wenzangu, Temeke ni wadau wakubwa sana wa bandari. Leo mnaona makelele yote haya tunapiga haya, mara container limegeukia huko, leo limegeukia huko, ni kwa sababu ya maendeleo ya bandari. Ukienda kwenye miji mikubwa yote iliyokuwa na yenye bandari nzuri kabisa, nenda Port of Singapore, ukienda Antwerp Ubelgiji, ukienda bandari mengine yaliyoko huko South Africa, maeneo yote yaliyo karibu na bandari ambayo ni maeneo ya nchi kavu karibu na bandari hutumiwa kama sehemu ya extension ya bandari yenyewe. Sasa hapa mnakuta tunapata ugumu kwa sababu maeneo ya karibu na bandari ziko nyumba za watu, viko vituo vya mafuta, yako bagodauni na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa ndio maana mnakuta leo